Na mtazamaji wa Sky International TV, ni wasaa mzuri wa kuangazia habari za kimichezo nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Instagram na Facebook unaweza kunifollow kwa ajili ya kupata update mbalimbali za kimichezo. Lakini mtazamaji, unaweza ukatufollow Sky International TV kule Instagram, lakini pia Facebook. Lakini pia usiache kusubscribe YouTube channel ya Sky International TV, maana huko utapata update zote za kimichezo. Na tuanze kuangazia habari za kimichezo. Sare ya goli 1-1 dhidi ya Zimbabwe imeipeleka Nigeria mpaka nafasi ya 4 kwenye msimamo wa kundi C wa mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 ambao litafanyika kule Marekani, Canada, lakini pia Mexico. Hivyo tutarajie kuona kombe la dunia la 2026 Ademola Lookman, Victor Osimhen, lakini Semenyo watakosekana. Hilo ni jambo la kusubiri, kwa sababu form ya Nigeria kwa hivi sasa sio nzuri baada ya jana kulazimishwa sare, ambao ulikuwa ni mchezo muhimu zaidi kwao kuweza kushinda. Na taarifa nyingine, wakati mchezo ukiendelea baina ya Argentina na timu ya taifa ya Brazil, mchezaji wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Rodrigo, alionekana akimtolea maneno ya kashfa mchezaji wa timu ya taifa ya Argentina, Leandro Paredes. Alimwambia kwamba wewe ni mbaya sana, lakini Paredes alimjibu na kumwambia kwamba nina kikombe kimoja cha kombe la dunia, lakini pia nina mataji mawili ya Copa America. Lakini wakati huo wakati majibizano yakiendelea, Vinicius Junior, mchezaji wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, aliwaambia wachezaji wa Argentina kwamba nina makombe mawili ya UEFA Champions League. Hayo yalikuwa ni majibizano baina ya wachezaji, na mchezo huo bwana ulimalizika kwa Brazil kukubali kipigo cha goli 4-1 dhidi ya Argentina. Magoli ya Enzo Fernandez, Molina, Alexis McAllister pamoja na Jorge Simeone yalitosha kabisa kuiangamiza Brazil kwenye mchezo huo wa siku ya jana. Taarifa nyingine, tuelekee moja kwa moja nchini Hispania, ambapo klabu ya Real Madrid ipo kwenye hatua za mwisho kabisa kukamilisha usajili wa mlinzi wa pembeni wa klabu ya Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ambaye kwa msimu huu atamaliza mkataba wake, na kila kitu kimekamilika na mazungumzo bado yanaendelea baina ya mchezaji Trent Alexander-Arnold na klabu ya Real Madrid. Hivyo Liverpool wajiandae na maisha bila Trent Alexander-Arnold. Na taarifa nyingine, mlinzi wa kati wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, Eder Militao, amerejea rasmi kwenye uwanja wa mazoezi baada ya kukosekana nje kwa muda wa miezi 4 akiuguza majeraha yake. Hivyo Eder Militao anarejea tena ndani ya uzi wa Real Madrid, na klabu ya Real Madrid inatarajia kwamba itaendelea kumpata kwa wakati mwingi zaidi ili aweze kuwa msaada kwenye eneo la nyuma, ambapo Real Madrid wamekuwa wakifanya vibaya kutokana na kuwa na majeraha wengi ndani ya uwanja. Yes, taarifa hiyo inahitimisha ripoti zote za kimichezo nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Instagram na Facebook unaweza kunifollow kwa ajili ya kuendelea kupata update zote za kimichezo, lakini usiache kufuatilia Sky International TV ili uwe wa kwanza kupata update zote za kimichezo. YouTube Sky International TV, lakini pia Instagram na Facebook Sky International TV. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.